Haleluya, haleluya. Na ni mfungo tunauita mfungo wa Ezra. Sema mfungo wa Ezra. Ukifungua kwenye kitabu cha Ezra sura ya 8, kitabu cha Ezra sura ya 8, kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 hadi wa 23. Kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 hadi wa 23. Biblia inasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe, na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumemwambia mfalme, tulikuwa tumenena na mfalme kusema, mkono wa Mungu juu ya watu wote. Haleluya. Huyu ni Ezra. Walikuwa katika nchi ya Babeli, walikuwa utumwani, na ikafika mahali wakawa wanataka kurudi kwenda Yerusalemu kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Na safari ya kutoka Babeli mpaka Yerusalemu kwa wakati ule ilikuwa ni kama miezi 6 njiani. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ndefu na ilikuwa ina hatari nyingi njiani. Sasa lakini wakawa wamepata kibali kwa mfalme, hawa watumwa, ili waweze kurudi Yerusalemu na kwenda kujenga hekalu. Sasa akawa amekusanya wale ndugu wote walokuwepo, waloweza kukusanyika katika huko Babeli, na kwa ajili ya kuanza safari akawakusanya kando ya mto Ahava. Na Biblia inasema walipokuwa wamekusanyika, baada ya kutathmini safari yake, akaona kwamba anahitaji ulinzi, anahitaji msaada njiani, na pengine anahitaji kumwomba mfalme ampe kikosi cha askari na wapanda farasi ili waweze kwenda pamoja nao. Lakini akafikiri kwamba alikuwa wakati anaomba ruhusa, au huko nyuma amekwisha mwambia huyu mfalme kwamba mkono wa Mungu juu ya wale watu wote ambao wanatia nia yao katika kumtafuta Mungu. Kwa hiyo sasa akaona haya kwamba sasa tena nirudi, nimeshajisifia sana juu ya Mungu wetu, anaweza kutulinda, anaweza kutuongoza, anaweza kutusaidia. Alafu sasa ninaanza safari hii niende tena kuomba kikosi cha ulinzi dhidi ya maadui hapo njiani. Kwa hiyo Ezra akaamua sasa, badala ya kwenda kuomba ulinzi kwa mfalme, akaamua kuomba kujinyenyekesha kwa kufunga. Ulikuwa ni mfungo wa siku 3, maana walikaa mahali pale kwa siku 3. Wakaomba, wakajinyenyekesha na kuomba, kuonyesha umoja wao na nia yao ya kwamba tunamtegemea Mungu. Na Biblia inasema basi tukafunga, ule mstari wa 23, basi tukafunga wote, basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali.
basi tukafunga kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Yaani Mungu akakubaliana nao na akawapa ile haja yao. Kwa hiyo walikuwa na safari kama ya miezi 6 au na zaidi ya kusafiri, na ilikuwa ina hatari kadha wa kadha njiani, na wakaamua kujinyenyekesha chini ya mkono wa Mungu ili kutafuta kwake njia iliyonyoka, a right way, kutafuta kwake njia iliyonyoka, na kwamba Mungu pia awalinde dhidi ya maadui wa njiani, lakini pia Mungu aweze kuwapa mahitaji mengine mengi ya njiani. Maana njiani mnaweza mkaanza safari, unaweza kukatokea magonjwa, hatari ziko mbalimbali. Kwa hiyo lakini pia mahitaji hata ya chakula, mahitaji ya kimwili, mahitaji ya kiroho. Sasa na sisi, hii ni Januari, tunaanza safari ya mwaka 2026. Tumeona kama kanisa tukusanyike hapa. Huu ndo mto wetu Ahava. Haleluya. Tuko kando ya mto Ahava hapa kanisani kwetu, tukiwa tunajinyenyekesha na kuona kwamba tunaonyesha utegemezi wetu kwa Mungu kwa safari yote ya mwaka huu. Tunaonyesha utegemezi wetu kwa Mungu. Tunaonyesha kwamba tunamtegemea Mungu, tunamhitaji Mungu kwa safari yote ya mwaka huu. Yako mambo mengi ambayo yako mbele yetu, kiroho, kimwili, kiakili, kihisia. Tunahitaji katika kazi, katika biashara, katika huduma, katika utumishi, nyumbani, kwenye familia, kwenye masomo. Tuna maeneo mbalimbali ambayo tutakuwa tunasafiri kwa mwaka mzima. Sasa tunajinyenyekesha, tunakuja kwa Mungu wetu ambaye ni mfalme. Haleluya. Mungu wetu ni mfalme. Tunakuja kwake kama mfalme, tunakuja kwake kama Mungu, tunakuja kwake kama Baba, tunakuja kwake kama Bwana, kutafuta kujinyenyekesha kwake, kuonyesha kwamba tunamtegemea yeye, kuonyesha kwamba msaada wetu kwake, aweze kutuonyesha na kutuongoza katika njia iliyonyoka, kiroho, kimwili, katika familia, katika kazi, katika biashara, kama kanisa kwa mahitaji yetu ya kiroho. Tuna mahitaji mengi ambayo tunahitaji kwamba Mungu pekee ndiye tunayemwamini kwamba anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunatafuta kwake njia iliyonyoka na atuongoze kwa hiyo njia ambayo yeye ndiye aijuae. Yeye anajua yote yaliyopo kwenye hii njia ya mwaka huu, njia hii ya Januari mpaka Disemba. Bwana ajua hatari zote zinazotukabili. Bwana ajua mahitaji yetu yote. Bwana ajua haja zetu zote. Bwana ajua mipango aliyonayo na yale yote yatupasayo kwa mwaka huu. Kwa hiyo tunajinyenyekesha kwake, tukionyesha kwamba kutoka kwake pekee ndiye anayeweza kutulinda, ndiye anayeweza kutusimamia, ndiye anayeweza kutuongoza, ndiye anayeweza kutupatia mahitaji yetu yote ya kimwili na mahitaji yetu yote ya kiroho. Wako maadui njiani. Huyu ndiye anayeweza kutusaidia kukabiliana na maadui wote walioko hapo njiani. Bwana Yesu asifiwe. Wale maadui walioko Machi, walioko Aprili, walioko Februari, walioko hata hii Januari, wale maadui walioko Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba. Hao maadui wote walioko njiani yeye anawajua. Na leo kupitia mfungo huu tunajinyenyekesha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
na anasema kwamba huyu Ezra walikuwa wamemwambia mfalme kwamba mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema. Wale watu wote wanaomtafuta, mkono wa Mungu unakuwa juu yao ili kuwatendea mema. Na sisi tunataka mkono wa Mungu uwe juu yetu mwaka huu, na kwa huo mkono wa Bwana akapate kututendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Akatutendee mema katika nyumba zetu, familia zetu, kwenye kazi, kwenye biashara. Atutendee mema kwa watoto wetu, atutendee mema kwa huduma zetu, kwa utumishi tulio nao. Atutendee mema kwenye mahitaji yetu ya kifedha, mahitaji yetu ya kiroho. Atutendee mema kwa ule mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumejinyenyekesha leo, na tutakuwepo hapa kwa siku 3 tukijinyenyekesha kando ya mto Ahava, kando ya mto Ahava. Bwana Yesu asifiwe. Kando ya mto Ahava, huyu Mungu ambaye Ezra na timu yake walijinyenyekesha kwake, ndiye Mungu huyu tunayemwabudu, ndiye Mungu huyu tunayemtumikia. Kwa hiyo anasema walikuwa wamemhakikishia na mfalme kwamba mkono wa Mungu unakuwa juu yao wale wote wanao mtafuta. Na Biblia ina rekodi nzuri sana ya wale watu waliojinyenyekesha ili kumtafuta Mungu. Na Biblia inatuhimiza mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tena mtafuteni Bwana na nguvu zake, kwa sababu anaweza kutusaidia. Na anaendelea kusema kwamba lakini huu mkono wake uko juu ya wale wamtafutao ili kuwasaidia. Lakini anasema kwamba bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Kinyume cha wote wamwachao. Mkono, uweza wake na ghadhabu yake, uweza wake, nguvu zake na hasira yake inakuwa kinyume na wale wote wanaomwacha, wale wote wasiomtegemea. Kwa hiyo sisi tunasema mwaka huu hatutamwacha Yesu. Haleluya. Kama unasema ndio, piga makofi. Unasema sitamwacha Bwana. Na anasema mkono wa Bwana, uweza wake na ghadhabu yake na hasira yake ni kinyume cha wale wote wanaomwacha, wale wote wanaomwasi, wale wote wanaomwasi, wasiomtafuta, wasiotafuta nguvu zake, wasiotafuta uweza wake, wasiotafuta msaada wake. Sisi Mungu ametupa neema ya kupata ufahamu huu wa kumtafuta. Tuko mahali hapa na Bwana tunaamini kama alivyo mtakabali Ezra na timu yake, Ezra na kundi lake alilokuwa nalo wakati huo, Bwana naye atatutakabali, Bwana ataturidhia, Bwana atatupa kibali, Bwana atatupa zile haja ambazo tutaweka mbele zake kwa hizi siku 3, na zitatimia kwetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Tunajinyenyekesha chini ya mkono wake wenye nguvu, chini ya mkono wake ulio hodari. Bwana atakuonekania, Bwana atakulinda, Bwana atakupigania kwa mwaka mzima, Bwana atakutetea, Bwana atatembea nawe, ataonyesha wema wake na atakutendea mema mengi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa tunaenda kuanza maombi yetu kwenye huu mfungo wetu wa siku 3 tunaoita mfungo wa Ezra. Ezra alifanya huu mfungo mwanzo kabisa wa safari yake, kujinyenyekesha, lakini pia kuonyesha umoja kama jumuiya ya wale watu wa Mungu. Wakakutana kwenye mto Ahava, wakajinyenyekesha, wakasema tutafute kutoka kwa Bwana njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ni njia iliyo salama. Njia iliyonyoka ni njia yenye majibu, njia ambayo yenye mahitaji, njia ambayo ukipita kwa njia hiyo, your supply will be there. Yale mahitaji yako utayapata kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kwa maombi haya tunaamini Mungu Roho Mtakatifu kwa neno hili atatuweka kwa imani kwenye njia iliyonyoka, njia ambayo mkono wa Bwana utakuwa juu yetu ili kututendea mema, na uweza wake utakuwa juu yetu ili kuhakikisha kwamba adui hata leta uharibifu. Adui akijaribu kutuibia njiani atakutana na mkono wa Bwana, akijaribu kuua atakutana na mkono wa Bwana, akijaribu kuharibu atakutana na mkono wa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na huyu adui ndiye yule aliyemwacha Bwana, yule aliye kinyume na Bwana, aliye kinyume na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo huyo adui huyu ambaye amemwacha Bwana kwenye moyo wake, amemwacha Bwana, anaweza akawa ni adui wa kimwili, anaweza akawa ni adui wa kiroho, anaweza akawa ni watu, wanaweza wakawa ni roho, ni mapepo. Sasa sisi vita yetu na silaha za vita yetu ni za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mwanadamu anaweza akawa amevikwa uadui na shetani, lakini hatuna silaha za mwilini za kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna silaha za mwilini, tuna silaha za rohoni, na they are so effective. Hizi silaha zetu zina uwezo mzuri sana. Tuna apply kwenye ulimwengu wa roho, zinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho, na matokeo yake tunayaona kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yake yanaonekana kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Mungu akulinde na Mungu akusaidie, na Roho wa neema akusaidie. Leo tunaanza, kesho tutakuwepo, na Ijumaa pia tutaendelea, tutakamilisha, na tunaamini Mungu atatusikia sana. Haleluya. Na atatusaidia sana. Haleluya. Ataenda nasi kwa mwaka mzima, na Bwana njia iliyonyoka ni njia ambayo umeepushwa na dhambi, umeepushwa na makosa, umeepushwa na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye mipango yako ya kazi, kwenye mipango yako ya biashara, kwenye mipango yako au ratiba yako ya huduma, kwa njia hii tutaweza kuona ule mkono wa Mungu ambao unatusaidia katika maeneo hayo yote. Kwa hiyo nikutie moyo. Naomba sasa tunaenda kuanza maombi yetu, na tutaanza ombi letu la kwanza. Tamkaribisha mtumishi aje atuongoze kwenye lile ombi ambalo linasema kwamba Bwana atuongoze, Bwana atuongoze kwa mwaka huu, atuonyeshe njia zake, tupite katika njia zake. Na Bwana akikuongoza, anakuongoza kwenye mema. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongoza kwenye uzima, anakuongoza kwenye amani, anakuongoza kwenye ustawi, anakuongoza kwenye mafanikio. Kumbuka, ndiye mchungaji wetu. Haleluya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Akikuongoza huyo, hata kuongoza kwenye njia ya kupungukiwa, atakuongoza kwenye njia ya utere. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame na karibishe mtumishi tuongoze kwenye hilo ombi la kwamba Bwana atuongoze, na Bwana atuongoze, na Bwana atuongoze. Haleluya. Karibu sana, karibu waimbaji, tuimbe wimbo mmoja wakati anakuja Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Haleluya, haleluya. Asi ombi letu, tunaenda kumwomba Mungu atuongoze katika safari yetu
ya mwaka 2026. Atuongoze katika huduma, lakini pia atuongoze katika maisha yetu. Haleluya. Basi tutasoma neno kutoka Isaya 58 mstari wa 11. Fungua Isaya Tufungue kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 11. Isaya 58 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Haleluya. Bwana atakuongoza daima. Haleluya. Bwana atakuongoza siku zote. Bwana atakuongoza wakati wote. Bwana atakuongoza nyakati zote. Haleluya. Bwana ndiye kiongozi wetu katika kila jambo. Haleluya. Na ndiye kiongozi wetu na ndiye anayetuongoza. Hatuwezi peke yetu pasipo msaada wa Mungu. Haleluya. Hatuwezi kwenda peke yetu katika safari ya huduma ya mwaka 2026. Hatuwezi kwenda peke yetu katika safari ya maisha kwa kutegemea akili zetu wenyewe, bali tunamhitaji Mungu atuongoze. Tunahitaji atuongoze yeye ambaye ni kiongozi mwema. Atuongoze kufanya maamuzi sahihi, atuongoze kama kanisa kuweza kuelewa tunachofundishwa na wachungaji wetu, atuongoze kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Haleluya. Basi tutaenda kuomba Mungu atuongoze. Haleluya. Akatuongoze katika safari ya huduma ya mwaka 2026. Atuongoze katika kila hatua, atuongoze katika kila jambo, atuongoze wakati wote. Haleluya. Basi ninaomba tusimame. Haleluya. Tunaamini kwamba Mungu akituongoza hatutaweza kupotea. Haleluya. Maana yeye ni kiongozi mwema. Akituongoza hatutaweza kupotea, hatutaweza kuyumba, hatutaweza kurudishwa nyuma, maana yupo kiongozi mwema, yupo mchungaji mwema. Haleluya. Basi tuende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na tunasema asante Mungu kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya uweza wako. Asante Mungu kwa ajili ya nguvu zako. Baba, tunakutukuza, tunakuinua Mfalme. Asante Mungu maana kwa ajili ya neno lako mfalme wa amani lilotoka katika Isaya 58 mstari wa 11. Bwana, nasi tunakuomba mfalme wa amani, katika safari ya mwaka 2026 hatuwezi kwa akili zetu wenyewe, tunahitaji uongozi wako Bwana. Hatuwezi Mungu kuitegemea akili yetu wenyewe, tunahitaji uongozi wako Bwana. Nasi tunakuja mbele zako jioni ya leo Bwana, tukikutaka msaada. Mungu, tunaomba utuongoze Bwana, tunaomba utuongoze Mfalme, tunaomba utuongoze kama kanisa, tunaomba utuongoze Bwana, tuongoze sawa sana mapenzi yako, ukatuongoze Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunahitaji uongozi wako Bwana, maana tumetambua kwa akili zetu hatutaweza kuimaliza hii safari. Tumetambua kwa akili zetu hatutaweza Mungu kwenda sahihi katika hii safari Bwana. Mungu, tunaomba uongozi wako. Bwana, tunaomba uongozi wako Bwana. Tunahitaji tuongoze Yesu Kristo. Tunahitaji utuongoze Bwana. Bila wewe hatuwezi Mungu. Ndio maana tuko mbele zako jioni ya leo tukiomba msaada Bwana. Tukiomba utuongoze Mfalme. Tuongoze kama kanisa Bwana. Tuongoze Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Ongoza fahamu na akili zetu Bwana. Ongoza Bwana familia zetu. Ongoza huduma zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tuongoze Bwana, tukaweza kufanya maamuzi sahihi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuongoze katika kuamua Bwana, tukaamua yaliyo mema Jehova Nisi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba utuongoze,
tuongoze kama kanisa Bwana, tuweze kuelewa Mungu kitu gani wachungaji wanatufundisha, tuweze kuelewa kitu ambacho Mungu wanatufundisha wachungaji wetu. Baba, tunaomba tuongoze, tunahitaji msaada wako Bwana. Hatuwezi kwa akili zetu, hatuwezi kutegemea akili zetu, hatuwezi kutegemea nguvu zetu, bali tunahitaji msaada wako Bwana. Katika hii safari Mungu, hatutaweza kufika salama pasipo msaada wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Yako mengi Bwana yanayotupinga, wako wengi wanaotupinga Bwana. Yesu Kristo, tunahitaji msaada wako. Yesu Kristo, tunahitaji neema yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba tuongoze. Yesu, tunaomba tuongoze, tufike salama katika hii safari Bwana. Tuongoze hii Januari Bwana, tuongoze Februari Bwana, tuongoze Machi Bwana, tuongoze Aprili Bwana, tuongoze Mei Bwana, tuongoze Juni Bwana, tuongoze Julai Bwana, tuongoze Agosti Bwana, tuongoze Septemba, tuongoze Oktoba, tuongoze Novemba, Disemba Bwana. Yesu Kristo, tunahitaji uongozi wako Baba. Tuongoze Mfalme, ongoza familia zetu Bwana, ongoza watoto wetu Bwana, ongoza ndoa zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Utuongoze Mungu, tukafanye sasa na mapenzi yako. Tuongoze Bwana, tuweze kufanya sasa na mapenzi yako. Tuongoze katika huduma zetu Bwana, tukafanye sasa na ulivyokusudia, maana kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji msaada wako Bwana. Ndio maana tuko mbele zako jioni ya leo Bwana, tukihitaji msaada wako Mungu. Muongoze mama yule, muongoze baba yule, muongoze kijana yule, muongoze mtoto yule, katika jina la Yesu Kristo. Ongoza kanisa lako Bwana, uongoze wachungaji wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ongoza idara mbalimbali Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ongoza idara ya wanawake, ongoza idara ya wanaume, ongoza idara ya watoto Bwana, ongoza idara Mungu zote, katika jina la Yesu Kristo. Idara zote zilizopo katika kanisa letu Baba, tunahitaji uongozi wako. Ongoza wakuu wa idara Bwana, ongoza viongozi Bwana, uongoze ashazi Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Utuongoze Bwana, uongoze wana maombi Yesu Kristo. Baba, tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako Bwana, tunahitaji nguvu zako Bwana. Ongoza nchi yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji uongozi wako, tunahitaji neema yako Bwana, tunahitaji utuongoze salama. Hatuwezi kwenda peke yetu, tunahitaji msaada wako. Utushike kwa mkono wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukituongoza hatutapotea, ukituongoza tutafika salama, ukituongoza tutafanya sasa na mapenzi yako, ukituongoza Baba tutaendelea. Yesu Kristo, usipotuongoza Bwana, tusipoenda na wewe Bwana, tutaishia njiani, maana safari ni ngumu Bwana. Pasipo msaada wako Mungu, tunahitaji neema yako Bwana, tunahitaji utusaidie Bwana, tunahitaji utuongoze Baba, tunahitaji utuongoze. Tuongoze katika safari Bwana ya mwaka 2026. Tuko mbele zako tena, ulituongoza mwaka 2025, ulikuwa pamoja nasi Bwana. Tunahitaji tena neema yako hii Yesu, tunaomba tuongoze tena Bwana. Ongoza kanisa letu Bwana, uongoze wachungaji wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Utuongoze sasa na mapenzi yako Bwana. Baba, tunahitaji neema yako Yesu Kristo, tunahitaji nguvu zako. Hatuwezi peke yetu Bwana, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji kwa upya Bwana, tunakuhitaji kwa upya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Tunatamani tufanye sasa na mapenzi yako, lakini kwa akili zetu hatutaweza Bwana. Tunahitaji utusaidie, tunahitaji utuongoze, katika jina la Yesu Kristo. Utuongoze tuweze kuenenda sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunahitaji neema yako Baba, tunahitaji nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Ongoza kanisa lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tuongoze kanisa lako Bwana, tuweze kuenenda sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Uwe pamoja nasi Bwana, uwe pamoja nasi Yesu Kristo. Utushike kwa mkono wako Bwana, hatutaweza peke yetu Yesu Kristo. Tunahitaji nguvu zako Bwana, tunahitaji uwezo wako Yesu, tunahitaji Roho Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi wetu Yesu Kristo. Tunakuhitaji Baba, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji neema yako Mungu. Utuongoze katika kila jambo, utuongoze katika
tunapofanya maamuzi. Yesu Kristo, tunakuhitaji Yesu. Ongoza fahamu zetu na akili zetu, tuongoze Bwana, ongoza njia zetu Yesu Kristo. Tunahitaji neema yako Bwana. Oh Baba, tusaidie, hatuwezi peke yetu Mfalme. Tushike kwa mkono wako Bwana, utuongoze Yesu, tufike salama katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ulipokusudia tuweze kufika Yesu, tukafike sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Iko mitego mingi Bwana, oh Baba, yako majaribu mengi Yesu Kristo, viko vikwazo vingi, lakini Mungu, kwa sababu wewe ni kiongozi wetu, kwa sababu wewe ni mwalimu wetu Baba, tunahitaji tuongoze. Roho Mtakatifu, tunahitaji tuongoze. Uliye mwalimu na kiongozi mwema, uliye mwalimu na kiongozi wetu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Ongoza kanisa lako Bwana, tuongoze Yesu. Oh ribo shatarabasaya inderebo sakarabo korianda ribo shatarabasaka likarianda rabo sekenderebo saya likorianda rabasaya. Tutawezaje kufika pasipo nguvu zako Bwana? Tutawezaje kufika pasipo neema yako Yesu? Tutawezaje kufika pasipo msaada wako? Oh Baba, tusaidie, tusirudi nyuma Bwana. Tunahitaji neema yako na nguvu zako Bwana. Tunahitaji uongozi wako Yesu. Baba, tushike mkono Bwana. Ongoza ndoa zetu Yesu Kristo. Ongoza familia zetu Bwana. Ongoza watoto wetu, maana adui amefungua kinywa kuwameza. Yesu Kristo, tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu wako Bwana. Ongoza watoto wetu wanapokuwa mashuleni. Ongoza Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunakuhitaji Yesu Bwana. Hatuwezi peke yetu Mungu. Tunahitaji neema yako Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ukituongoza Bwana, tutafika salama. Ukituongoza Mungu, tutafanya sasa na mapenzi yako Bwana. Tuongoze katika huduma zetu Bwana. Wako injilisti, wako walimu, wako wachungaji Bwana, wako imbaji Yesu Kristo. Wote tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji uongozi wako Mungu. Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu wako Baba, utuongoze Yesu Kristo, utuongoze. Hatutamani kuenenda kama ilivyo kawaida, bali tunatamani uongozi wa Roho Mtakatifu wako. Tuongoze Yesu Kristo, tukafanye sawa sana mapenzi yako. Waongoze wachungaji wetu Bwana. Waongoze senior pastor Yesu Kristo, akafanya yale ambayo umemkusudia aweze kufanya ndani ya mwaka huu Bwana. Yale mafunuo yote Yesu Kristo, Mungu kayakamilishe sawa sawa na mapenzi yako Baba. Muongoze Yesu Kristo, muongoze Bwana, muongoze Bwana katika jina la Yesu Kristo. Muongoze kwa huruma zako Bwana. Muongoze hata Pastor Mungu, tunamkabidhi mikononi mwako Yesu Kristo. Baba, tunaomba ukamuongoze. Hataweza peke yake Mungu, anahitaji neema yako Bwana. Kazi ni ngumu pasipo msaada wako. Atawezaje bila wewe Mungu? Anahitaji neema yako. Waongoze kina mama Bwana katika jina la Yesu Kristo. Waongoze kina baba, ndio vichwa vya familia Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Waongoze watoto wetu Bwana. Ulisema utakuwa wafanya na lasimikia Baba, ukaongoza hapo mashuleni wakawe vichwa na lasimikia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunahitaji neema yako na nguvu zako. Tunahitaji yako Bwana. Tunahitaji utuongoze. Tunahitaji utuongoze Yesu. Bila wewe hatutaweza. Tunahitaji msaada wako. Mwambie tu Bwana Yesu atuongoze. Mwambie tu Roho Mtakatifu atuongoze. Mwambie Yesu akuongoze, maana utaweza peke yako. Peke yako. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Unahitaji neema ya Mungu ikuongoze. Baba, tunahitaji neema yako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakubariki. Pokea
utukufu, maana vyote ni vyako Bwana. Sante Mungu, maana neema yako iko pamoja nasi. Sante Yesu, maana utaenda kutuongoza katika safari ya mwaka 2026. Yesu Kristo, tunaamini kwamba Mungu, kwa imani tutaenda kuenenda sawa na mapenzi yako, tutaenda kutenda sawa na mapenzi yako, tutaenda kutenda vyema sawa na ulivyokusudia. Senior pastor wetu atatenda vyema sawa na ulivyomkusudia. Pastor Abigail atatenda sawa na ulivyomkusudia. Praise team atatenda sawa na ulivyokusudia. Ashes wote atatenda sawa na ulivyokusudia. Wana maombi wote atatenda sawa na ulivyokusudia. Kanisa zima Bwana litatenda sawa na ulivyokusudia, maana litakuwa chini ya uongozi wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Pe Bwana makofi mengi. Bwana atakuongoza mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Atakuongoza na nafsi yako itashiba mema yake katika jina la Yesu. Ataishibisha nafsi yako mema yake katika jina la Yesu Kristo. Hata mahali pasipokuwa na maji, mahali pakame, Bwana atahakisha kwamba unashiba katika jina la Yesu. Asa kwamba Bwana anapokuongoza unakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Haleluya. Na unakuwa kama chemichemi ambayo haikaukiwi. Haleluya. Hilo litakuwa fungu lako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Haleluya. Utakuwa kama chemichemi isiyokauka maji. Haleluya. Isiyopungua maji. Haleluya. Mpe Bwana makofi mengi kwa sababu atakuongoza, atakushibisha. Bwana anapokuongoza ni mchungaji mwema, utashiba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi unaweza ukaketi, nimkaribishe mtumishi mwingine atuongoze kwenye ombi la kuomba ulinzi. Ombi la kuomba ulinzi. Karibu kwa ajili ya hilo ombi. Ombi letu la pili nasema, Mungu atulinde mwaka huu 2026 dhidi ya maadui. Tutasoma Isaya 62 mstari wa 6. Fungua Isaya 62 mstari wa 6. Mungu atulinde mwaka huu, mwaka 2026 dhidi ya maadui. Isaya 62 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku, ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Fungua na Isaya 54:17. Isaya 54:17. Neno la Mungu linasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Haleluya. Haleluya. Amina. Tutaenda kuomba ulinzi wa Mungu mwaka huu 2026. Mungu akatulinde kwa namna ya kipekee tena mwaka huu wa 2026, maana amesema atawaweka walinzi juu ya kuta zetu ambao hawatalala mchana wala usiku, na amesema kila utakaoinuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yetu mwaka huu wa 2026 haitafanikiwa, kwa sababu Bwana ameweka ulinzi juu ya kuta zetu, na amesema tusiwe kimya. Kwa hiyo tutaenda kujinyenyekeza mbele za Mungu kama Ezra na wenzake walivyofanya mbele za Mungu. Bwana akasikia maombi yao, na sisi tutaenda kumwomba Mungu jioni ya leo. Tutajinyenyekesha mbele za Mungu kama wakina Ezra walivyofanya, ili Mungu aachilie ulinzi wake juu yetu mwaka huu wa 2026. Maadui zetu wasifanikiwe, ile mipango ambayo maadui mwaka huu wa 2026 juu ya maisha yetu, basi tukamwambia Mungu achilie ulinzi ili tuweze kuvuka salama mwaka huu wa 2026. Haleluya. Amina. Basi jiandae kwa ajili ya maombi. Wakati huo ukiwa unasimama, simama tuingie kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako Mungu mwenye nguvu na uweza. Tunaomba ulinzi wako mwaka huu wa 2026 dhidi ya maadui zetu. Tunaomba ulinzi wako Mungu mwenye nguvu na uweza, sasa na neno lako katika kitabu cha Isaya 62 mstari wa 6. Umesema umeweka juu ya kuta zetu
Umesema umeweka walinzi juu ya kuta zetu, nao walinzi watanyamaza mchana wala usiku, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila silaha iliyoinuka juu yetu mwaka huu wa 2026 tunaenda kinyume nayo katika jina la Yesu Kristo, maana umesema kila silaha itakayoinuka juu yetu mwaka huu wa 2026 haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nasi tunabatilisha kila silaha iliyoinuka, ikiwa ni silaha ya magonjwa, ikiwa silaha ya mauti, ikiwa ni silaha ya magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo. Kila silaha ya adui aliyoiandaa mwaka huu 2026 Januari, kwenye maisha yetu, kwetu sisi wenyewe, kwa watoto wetu, kwenye mali zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba ulinzi wa Mungu juu yetu mwaka huu, katika jina la Yesu. Adui asifanikiwe, adui asifanikiwe kwenye maisha yetu, adui asitushinde, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Omba ulinzi wa Mungu, jiombe ulinzi wa Mungu wewe mwenyewe, jiombe ulinzi wa Mungu. Mungu akulinde mwaka huu 2026, Mungu akulinde na mitego ambayo adui ametega juu yako, Mungu akuepushe na hayo mashimo ambayo adui amechimba juu yako mwaka huu 2026. Hebu mwambie Mungu akulinde wewe, hebu mwambie Mungu, sitaki kupoteza kiungo kwenye maisha yangu mwaka huu 2026, sitaki kuumwa mwaka huu 2026, sitaki hasara. Muombe Mungu akulinde, omba ulinzi wa Mungu, omba ulinzi wa Mungu, jiombe ulinzi wa Mungu, jiombe ulinzi wa Mungu wewe mwenyewe. Hebu jiombe ulinzi wa Mungu. Bwana hataki ukae kimya, anasema umkumbushe. Hebu mkumbushe Mungu, hebu mkumbushe Mungu, mwambie unataka ulinzi, mwambie unataka ulinzi. Bwana akulinde, Bwana akulinde kwa namna ya kipekee sana. Mungu awatume malaika wakuzingire, wakulinda utokapo na hata uingiapo, ile mitego ambayo adui ametega kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka huu 2026 tunakataa katika jina la Yesu, tunakataa katika jina la Yesu, tukiomba ulinzi wa Mungu. Mungu atulinde, Mungu alinde hatua zetu, Mungu atulinde tutokapo na hata tuingiapo. Mungu alinde huduma zetu, Mungu alinde karama zetu, Mungu alinde utumishi wetu. Mungu atulinde, Mungu atulinde mchana, Mungu atulinde jioni, Mungu atulinde nyakati zote, Mungu atulinde kila mahali, atulinde mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kila tunapotoka. Ulinzi wa Mungu ukatuzingire, ulinzi wa Mungu ukatupiganie, ulinzi wa Mungu ukatutetee. Omba ulinzi wa Mungu, jiombe ulinzi wa Mungu, jiombe ulinzi wa Mungu. Adui amepanga mabaya juu yako mwaka huu 2026. Katayo mabaya kwa kuomba ulinzi, katayo mabaya kwa kujiombea ulinzi, jiombea ulinzi. Ombea nyumba yako, iombea ulinzi nyumba yako, ombea familia yako katika jina la Yesu Kristo. Kama kina Ezra walipojinyenyekesha mbele za Mungu wakaomba siku 3, Bwana akasikia maombi yao, Bwana akasikia maombi yao. Bwana anasikia maombi yako, Bwana anakusikiliza jioni ya leo. Tamka neno lolote, tamka neno lolote, mwambie Mungu unataka nini, unataka Mungu alinde nini, unataka Mungu achilie ulinzi kwenye nini, kwenye maisha yako. Alinde wapi? Mwombe Mungu ulinzi, hebu achilie ulinzi wa Mungu. Msi Mungu, jinyenyekeshe mbele za Mungu, mwambie Mungu nimefunga siku ya leo, huu ni mfungo wangu wa kwanza, ninajinyenyekesha nikiwa nimefunga. Bwana usikie maombi yangu, Bwana usikie sala zangu, Bwana usikie dua zangu. Ninaomba kwa ajili ya ulinzi, ninaomba kwa ajili ya ulinzi. Ninaileta familia yangu, ninaleta mali zangu, ninajileta mimi mwenyewe Bwana nikiomba ulinzi. Jinyenyekeshe mbele Mungu. Bwana akasikia maombi yao, akastakabali yale maombi. Bwana anasubiri useme, subiri useme unataka ulinzi wapi, unataka ulinzi wapi. Jinyenyekeshe mtu wa Mungu, mwambie Mungu achilie ulinzi. Bwana walinde watoto wako mwaka huu 2026. Tunakataa magonjwa, kila silaha ya magonjwa itakayeinuka juu ya watoto wetu mwaka huu 2026 havitafanikiwa, maana neno la Mungu linasema kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na kila ulimi
ulimi utakaoinuka ili kulaani familia zetu, ili kulaani uzao wetu mwaka huu 2026. Bwana anasema anahesabia kuwa ni mkosa, anahesabia kuwa ni mkosa. Haijalishi wamelaani vipi, Bwana anahesabia kuwa ni mkosa. Bwana anahesabia kuwa ni mkosa. Anaweka ulinzi juu yako, anaweka ulinzi juu ya watoto wako, anaweka ulinzi juu yako. Haijalishi wamekusanyana wakiwa wangapi mwaka huu 2026 Januari, wakakamata mwezi huu wa kwanza, wakatamka maneno yao, wakatuma silaha za mauti, wakatuma silaha za magonjwa juu ya familia yako, wakatuma silaha kwenye ndoa yako, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye nyota yako. Bwana anasema kila silaha itakayoinuka juu yako mwaka huu 2026 havitafanikiwa, na kila ulimi ulioinuka juu yako ili kulaani, Bwana anasema anavihesabia kuwa ni mkosa. Bwana anavihesabia kuwa ni mkosa, havitafanikiwa, kwa sababu Bwana ameweka ulinzi, ameweka walinzi juu ya kuta zetu. Hawalinzi hawatalala mchana, hawatalala jioni, hawatalala kwa ajili yetu. Na sisi tunavunja ukimya, hatutakaa kimya, tunajinyenyekeza mbele zako Mungu, tunajinyenyekeza jioni ya leo. Ni kwa ajili yetu sisi wenyewe, ni kwa ajili ya watoto wetu, ni kwa ajili ya familia zetu, ni kwa ajili ya mali zetu, ni kwa ajili ya vyanzo vyetu vya fedha. Bwana usikie maombi yetu, Bwana usikie maombi yetu. Sikia maombi ya mama yule, sikia maombi ya baba yule, sikia maombi ya mtoto yule, sikia maombi ya wachungaji wetu. Mungu mwenye nguvu na uweza, kwa ajili yao Bwana ukatupe kibali, ukatupe kibali jioni ya leo, ukaachilia ulinzi kwenye maisha yetu, ukaachilia ulinzi kwenye maisha yetu Bwana, ukatuzingire kama moto, ukazingire afya zetu, ukazingire huduma zetu, zingira vibali vyetu, tuzingire katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba ulinzi wako, tunaomba ulinzi wako kama moto kwenye maisha yetu mwaka huu 2026. Mungu, maadui zetu wakaibike, waliopanga mabaya juu yetu wakaibike, wanaotafuta nafsi zetu, wanaotafuta huduma zetu, wanaotafuta watoto wetu, wanaotafuta vipawa, wanaotafuta kazi, wanaotafuta biashara, wanaotafuta uzao, waliopanga kuua, waliopanga kuharibu, katika jina la Yesu Kristo wasituone mwaka huu 2026, wasituone Mungu, wasione watoto wetu, wasione biashara zetu, wasione ndoa zetu, wasione karama zetu, wasituone wakiwa mashariki, wasituone wakiwa magharibi, wasituone kaskazini, kusini, wasituone wasituone walioko baharini, wasituone walioko kuzimu. Watakapoinuka pande zote wakitutafuta, Bwana ukatulinde, Bwana ukatufiche kwenye mbawa zako, ukatufiche katika jina la Yesu, ukatufiche katika jina la Yesu. Mwaka huu 2026 tunaomba ulinzi wa damu ya Yesu, tunaomba ulinzi wako Mungu, ukatulinde, ukalinde hatua zetu, ukatulinda tutokapo, ukatulinda tuingiapo, ukalinde watoto wetu, ukalinde biashara zetu, ukalinde mikono yetu Bwana, ukalinde miguu yetu Bwana, ili tutakapofanya chochote mwaka huu Bwana tukafanikiwa kupitia mikono yetu, na kila tutakapopakanyaga kwa huu mwaka 2026 tukamiliki katika jina la Yesu. Na ulinzi wa Bwana ukituzingira pande zote, ulinzi wa Bwana ukitutetea na kutupigania katika jina la Yesu Kristo. Tunaita ulinzi wa Mungu ndani ya kanisa letu, tunazingira kanisa kwa ulinzi wa Mungu, tunazingira kanisa kwa ukuta wa moto mwaka huu 2026. Wale maadui waliopanga mabaya juu ya kanisa, juu ya washarika, kwa jina la Yesu Kristo tunaweka ulinzi wa moto, tunaweka ulinzi wa moto, tunaweka ulinzi
ulinzi wa moto. Bwana amesema ataweka walinzi juu ya kuta zetu, hawatalala mchana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Mungu kuzingira kanisa letu, ulinzi wa Mungu kuzingira kila kitu chetu. Tunazingira wachungaji wetu, tunazingira watoto wao, tunazingira maisha yetu, tunazingira kwa damu ya Yesu Kristo, tunazingira afya zetu, kila kitu chetu tunakizingira kwa moto, tunakizingira kwa moto, tunakizingira kwa moto, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Mungu kaa pamoja nao mwaka wa 2026. Mungu akakulinda kwa namna ya kipekee sana. Mungu akakulinda utokapo na hata uingiapo. Ile mitego ambayo adui ameitega kwenye njia unazopita mwaka huu, Bwana akazitegue katika jina la Yesu Kristo. Bwana akazitegue katika jina la Yesu Kristo. Wanaokutafuta kwa raha wasikuone, wanaokutafuta kwa uchawi wao wasikuone, waliokwendea kwenye nyumba za waganga mwaka huu wasikuone, watakapokutazama kwenye vioo wasikuone, wakaone moto wa Mungu juu yako, wakaone ulinzi wa Mungu juu yako, wasione watoto wako, wasione huduma yako, wasione familia yako, wasione mali zako, wasione biashara yako, ile biashara iliyokuwa ikitafutwa muda mrefu. Bwana kaifunike kwa damu ya Yesu. Watakapotafuta kuua wasione katika jina la Yesu. Kila walichokikusudia mwaka huu ili kuua, ili kuharibu, tunazingira kwa damu ya Yesu Kristo. Havitakufa katika jina la Yesu, maana Bwana ameachilia ulinzi. Bwana amevizingira kwa moto, havitena katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya ulinzi wa kipekee ambao umeuachilia ndani yetu. Mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka wa ajabu sana, mwaka uliojaa ulinzi wako. Nasi tunakushukuru Mungu uliyesikia maombi ya kina Ezra ukayatakabali. Tunaamini kwamba umesikia maombi yetu jioni ya leo na unaenda kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kwa Mungu. Pe Bwana makofi mengi. Shangilia ulinzi wa Mungu juu yako. Haleluya. Bwana atakulinda na mabaya yote katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakulinda mwaka huu kila utokapo na uingiapo katika jina la Yesu Kristo. Atailinda familia yako, atailinda kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Atailinda huduma yako, atailinda biashara yako mwaka huu wote katika jina la Yesu Kristo. Ukuta wa moto utakuzingira kila wakati, kila utokapo, kila uendako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ukuta wa moto hautakupungukia nyumbani kwako katika jina la Yesu. Ukuta wa moto hautapungukia ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu hautapunguka kwenye ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Hautapungua kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu hautapungua kwenye kazi yako, hautapungua kwenye biashara yako, hautapungua kwenye uchumi wako, kwenye fedha zako. Ulinzi wa ukuta wa moto utatamalaki. Haleluya. Bwana ameweka walinzi wa moto katika jina la Yesu Kristo. Bwana ameweka walinzi juu ya kuta zako katika jina la Yesu. Ameweka walinzi juu ya kazi yako katika jina la Yesu. Ameweka walinzi juu ya ndoa yako katika jina la Yesu. Ameweka walinzi juu ya kanisa lake katika jina la Yesu. Ameweka walinzi juu ya kazi yako katika jina la Yesu. Bwana ameweka ulinzi juu ya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Ameweka walinzi juu ya kuta za Tanzania katika jina la Yesu. Juu ya kuta za Yerusalemu katika jina la Yesu. Pe Bwana wanayetulinda, makofi mengi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Shangilia ulinzi wa Mungu kwa mwaka huu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Basi unaweza ukaketi. Tunaenda kwenye ombi letu la tatu, na linasema ya kwamba tunaomba Bwana mkono wake wa kuume, mkono wa Bwana uwe juu yetu kututendea mema. Haleluya.
mkono wa Bwana uwe juu yetu, kama tulivyosoma kwenye kile kitabu cha Ezra. Anasema kwamba mkono wa Bwana unakuwa juu ya wale wamtafutao Bwana ili kuwatendea mema. Nasi tumekuja kumtafuta Bwana, na kwa kuwa tumetia nia yetu kumtafuta Bwana kwa mwaka huu, basi tunamwomba mkono wake ulio mwema uwe juu yetu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Namkaribisha mtumishi kwa ajili ya kutuongoza kwenye hilo. Pigie Mungu makofi. Haleluya. Tunaenda kumwomba Mungu mkono wake uwe pamoja nasi mwaka huu 2026. Haleluya. Mkono wake mwema ukawe pamoja nasi kwenye maisha yetu, kwenye kazi zetu, kwenye huduma zetu, kwenye kanisa letu, kwenye maisha yetu, kwa watoto wetu, kwa watu wote wanaotuzunguka. Tunaenda kumwomba Mungu mkono wake mwema ukawe pamoja nasi, mkono wake mwema ukatusaidie kwenye maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia kile kitabu ambacho tumetoka kusoma sasa hivi, kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 8 ule mstari wa 22. Ezra sura ya 8 mstari wa 22. Tunaenda kumwomba Mungu atusaidie. Tunaenda kumwomba Mungu mkono wake uwe pamoja nasi, kututendea mema na kutusaidia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake tunapomuomba Mungu mkono wake uwe pamoja nasi, manake kuna mikono mingine ya adui. Haleluya. Kuna mikono imewekwa, kuna mikono ipo kwa ajili ya kutuharibia, kwa ajili ya kuharibu maisha yetu, kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kusababisha vitu vyovyote kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu mwaka huu mkono wake uwe pamoja nasi ili ukatusaidie. Haleluya. Kama kuna mtu ambaye ameshafika, naweza kwenye huo mstari wa 22. Kama mtu umefika, unaweza ukanisaidia kusoma huo mstari wa 22, hiyo Ezra 8. Haleluya. Kwa tunaenda kumwomba Mungu mkono wake ukawe pamoja nasi, akatusaidie kwenye mwaka huu, kwa sababu njiani kuna maadui. Haleluya. Njiani wako maadui. Yaani umeanza mwezi wa kwanza, kuna mtu ameumwa, manake ni adui amehusika. Mwezi wa pili kuna mtu ndugu yako amepata ajali, ni adui amehusika. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu kwa mkono wake wenye nguvu akatusaidie, kwa mkono wake wenye nguvu akatufadhili, kwa mkono wake wenye nguvu akatusaidie kwenye maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuinuke twende tukamwombe Mungu atusaidie. Nimeuona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni kwa Baba. Nimeuona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Nimeuona mkono wa Bwana. Piga makofi ya maana. Yes, ya kuchangamka. Nimeuona mkono wa Bwana ukizunguka pande. Nimeuona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni kwa Baba. Nimeuona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Tukamwombe Mungu mkono wake wenye nguvu ukazunguke mwezi wa kwanza, ukazunguke mwezi wa pili, ukazunguke mwezi wa tatu, ukazunguke mwezi wa 4, ukazunguke mwezi wa 5. Tukamwombe Mungu, tukamwambie Mungu, tunaomba utusaidie, tunaomba Mungu tusaidie. Twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako Mungu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza, tunaomba Baba mkono wako wenye nguvu, kwa jina la Yesu Kristo, mkono wako Bwana
ukawe juu yetu, ukawe juu yetu, ukawe juu yetu. Mkono wako Bwana ukawe juu yetu, ukatusaidie, ukatusaidie, ukatusaidie kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, tunaomba Baba kwa ajili ya mkono wako, kwa ajili ya mkono wako, kwa ajili ya mkono wako, ule mkono wako wenye nguvu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ule mkono wako Bwana ukatusaidie, ukatusaidie, ukatusaidie kwa jina la Yesu Kristo, ukatusaidie mwaka huu Bwana. Mkono wako ukae pamoja nasi, ukae pamoja nasi na kazi zetu kwa jina la Yesu Kristo, ukae pamoja nasi, ukae pamoja nasi. Riakasaka poposika. Baba wa mbinguni, tunaomba Mungu, mkono wako ukawe juu yetu, ukawe juu yetu, ukatusaidie Bwana, ukatusaidie mwezi wa kwanza huu, ukatusaidie mwezi wa pili, ukatusaidie mwezi wa tatu, ukatusaidie mwezi wa nne, ukatusaidie mwezi wa tano, ukatusaidie mwezi wa sita, ukatusaidie mwezi wa saba, ukatusaidie mwezi wa nane, ukatusaidie mwezi wa tisa, ukatusaidie mwezi wa 10, ukatusaidie wa 11, ukatusaidie wa 12. Baba, tunaomba mkono wako, tunaomba mkono wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wako Bwana ukae kinyume na mkono wa adui, mkono wako Bwana ukae kinyume na mikono ya adui kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa mkono wako Bwana ukapige uchawi, kwa mkono wako Bwana ukapige mizimu, kwa mkono wako Bwana kwa jina la Yesu Kristo ukapige mapepo, ukapige mapepo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wako Bwana, kwa mkono wako Bwana ukawe kinyume, ukawe kinyume, ukawe kinyume na wale utafutao, na wale utafutao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, mkono wako ukatusaidie, ukasaidie ofisini kwetu kwa jina la Yesu Kristo, ukatusaidie kwenye huduma zetu, ukatusaidie kwenye ndoa zetu, ukatusaidie kwa wazazi wetu, ukatusaidie kwa watoto wetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba mtu wa Mungu, mwambie Bwana mkono wake ukae pamoja nawe kwa jina la Yesu Kristo. Ule mkono wenye nguvu, ule mkono wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ezra aliamini, akaomba, akasema ya kwamba Baba wako wewe pamoja nasi, mkono wako wewe pamoja nasi. Aliweka imani, aliweka imani, aliweka imani kwa jina la Yesu Kristo. Kwanza tunapita kwenye njia, tunapita kwenye njia, tunapita kwenye njia. Mwezi wa pili tunapita kwenye njia kwa jina la Yesu Kristo. Tukamwambie Bwana, mkono wako ukawe juu yetu, ukatusaidie, ukatusaidie kwenye ofisi zetu, ukatusaidie kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ule mkono wenye nguvu, ule mkono wenye uweza, Roho Mtakatifu ukatusaidie Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wa Bwana, ule mkono wa Bwana, ule mkono wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, uliowasaidia wana wa Israeli, ule mkono wako uliowasaidia wale Wayahudi, ule mkono wako Baba, ule mkono mwenye uweza, ule mkono wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo, ukasaidie kwenye kanisa letu, kwenye kanisa letu, kwa wachungaji wetu Baba. Ule mkono wako ukawasaidie, ukawasaidie. Riakasaka, rikasaka, riakasaka, riaposika, takasika kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa mkono wako Bwana, kwa mkono wako Bwana ukasambaratishe ile mikono mingine, ile mikono ya magonjwa, ile mikono ya kukataliwa, ile mikono ya laana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wako Bwana, kwa mkono wako Bwana ukaipige, ukaipige kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wako Bwana ukaipige, ukaipige ile mikono mingine, ile mikono ya uharibifu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. 2026 ni ushindi tu Baba wa mbinguni, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, inawezekana Bwana. Mkono wako ukawa juu yetu, ukatusaidia, ukatusaidia, ukatusaidia. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba mtu wa Mungu. Adui ameandaa mabaya juu yako, lakini tunaenda kumwomba Mungu mkono wake ukawe juu yetu, ukawe pamoja nasi. Oria, hey, Baba tusaidie, Baba tusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Ule mkono wako wenye nguvu, ule mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo.
Yes, yes, yes. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ule mkono wako Bwana ukawe juu ya watu wako, ukawe juu ya watu wako, ukawe juu ya watu wako. Ule mkono wako wenye nguvu, ule mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo, ukatusaidie, 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 ukatusaidie. Yesu, ukatusaidie kwenye ofisi zetu, kwenye huduma zetu. Yesu, ukatusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wako, kwa mkono wako ukafunge kuzimu, kwa mkono wako ukafunge mizimu, kwa mkono wako ukafunge mapepo mwaka huu Bwana, mwaka huu Bwana, mwaka huu Bwana, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako ukafunge kila nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana kwa mkono wake akafunge, akafunge uchawi, akafunge uganga kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana kwa mkono wake mwaka huu akafunge, akafunge kila ushirikina, akafunge kila roho za kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuomba, 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 tunakuomba kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako ukafunge, ukafunge, ukafunge ajali, ukafunge magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako ukafunge malango ya kuzimu, ukafunge malango ya wakuu anga, ukafunge malango ya wakuu wa bahari kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu, mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye nguvu ukazuie mabaya, ukazuie mabaya, ukazuie mabaya, ukazuie mabaya ndani ya kanisa, ndani ya kanisa, ndani ya nchi yetu, ndani ya nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu, kwa mkono wako, kwa mkono wako mwaka huu mwezi wa kwanza ukazuie mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Wako watu watasafiri, wako watu watasafiri. Yesu, ukawakingie mabaya, ukawakinge na mabaya kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana kwa ajili ya ndugu zako. Mwambie Bwana, mkono wa Bwana ukawe juu ya ndugu zako, wakasaidike ndugu zako, wakasaidike ndugu zako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana mkono wake ukawe pamoja nawe, mkono wake ukawe pamoja nawe kwa jina la Yesu Kristo. Ukakutendee mema, mema yote uyapate, mema yote uyapate, mema yote uyapate mwaka huu, mema yote ukayapate, ukayapate. Kwa sababu gani? Yesu anakusaidia. Kwa sababu gani? Mkono wa Bwana, mkono wa Mungu uko pamoja nawe. Mema ukayapate, mema ukayapate. Mwezi wa kwanza uyapate, mwezi wa pili uyapate, mwezi wa tatu uyapate, mwezi wa nne uyapate, mwezi wa tano uyapate, mwezi wa sita uyapate, mwezi wa saba uyapate, mwezi wa nane uyapate, mwezi wa tisa uyapate, mwezi wa kumi uyapate, wa 11, wa 12. Mema yote uyapate. Kama ni ulinzi upate, kama ni ulinzi upate kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mema yote, mema yote, mema yote kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana. Bwana akakusaidie, 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 akakusaidie kuzifikia baraka zako, baraka zako, baraka zako, baraka zako. Yesu akakusaidie kuzifikia baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Yes, yes. Mkono wake wenye nguvu, mkono wake wenye uweza, mkono wake wenye nguvu, mkono wake wenye uweza kwa jina la Yesu Kristo. Ukakutendee mema, ukakutendee mema, ukakutendee mema kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hayo mema yasizuiliwe kwako, hayo mema yasizuiliwe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Hayo mema yasizuiliwe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya mema yaliyokusudiwa kwenye maisha yako, Bwana kwa kuwa ni msaada wako, Bwana kwa kuwa ni msaada wako, mkono wake unaenda kukusaidia kuyapata hayo mema.
mema, kuyapata hayo mema kwa jina la Yesu Kristo. Kama biashara utapata, kama kazi utapata, kama mme utapata, kama mke utapata kwa jina la Yesu Kristo. Kama watoto utapata, kama fedha utapata, maana Bwana kwa mkono wake anakutendea mema, anakutendea mema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini ya kwamba Bwana kwa mkono wake mwaka huu atasaidiwa? Haleluya. Bwana mwaka huu amejiandaa kwa ajili ya kukusaidia kwa jina la Yesu. Nami nasema atakusaidia mwaka huu endapo utatembea kwenye njia zake. Haleluya. Endapo utatembea kwenye njia zake, Bwana atakusaidia kwa jina la Yesu. Ule mkono wake hautapungua kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana atakuwa pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Hatakupungukia kwa jina la Yesu. Ule wema wake na yale mema yake hayatakupungukia mwaka huu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tembea na Bwana mwaka huu kwa ushindi kwa jina la Yesu. Tembea na Bwana mwaka huu kwa ushindi kwa jina la Yesu. Haleluya, amen. Mungu awabariki sana. Pe Bwana makofi mengi. Haleluya. Mkono wa Bwana uko juu yako ili kukusaidia. Nasema mkono wa Bwana uko juu yako ili kukupigania, ili kukutetea, ili kukubariki, ili kukulinda, ili kukuongoza, kukupa yale mema yote aliyonayo yeye Bwana. Haleluya, amen. Tuna ombi la mwisho la 4 na naomba keti kidogo. Ombi letu la mwisho kwa leo la 4 anasema kwamba mkono wa Mungu unakuwa kinyume cha wale wa chukiao, cha wale wa mwachao Bwana. Mkono wa Bwana au ghadhabu yake au uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wale wa mwachao. Haleluya. Wamwachao ni wale waasi wakiongozwa na shetani. Haleluya. Na wale wanaongozwa na shetani ambao wamemwacha Bwana, siku zote hao ndio ambao pia wanatumika kutenda mabaya, wanatumika kufanya uharibifu, wanatumika kama mawakala wa shetani kwenye maisha ya wale wamchao Bwana, wale wamtafutao Bwana. Kwa wale wamwachao Bwana wanatumika kama mawakala wa kuvuruga wale wamtafutao Bwana. Nataka tuombe kwamba Bwana mkono wake uweza wake na ghadhabu yake isiwaache wale mashetani, usiwaache wale mapepo, usiwaache wale maagenti wa kuzimu ambao wamejipanga kuhakikisha kwamba wanakuangusha, kuhakikisha kwamba wanaharibu ile kazi njema unayoifanya kumtafuta Bwana. Haleluya. Tumuombe Bwana, sema kwamba uweza wake na ghadhabu yake. Tuombe kwamba uweza wake na ghadhabu yake usiliache lile jeshi la kuzimu, usiliache lile jeshi la pepo wabaya, usiwaache wale wakuu wa giza ambao wamejipanga. Ule mkono wake na uweza wake na ghadhabu yake isiache lile jeshi la mizimu na lile jeshi la kuzimu ambalo limejipanga mwaka huu kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu alitimizi kwenye maisha yako. Mpango wa Mungu hausimamwi kwenye maisha yako. Shauri la Bwana alitimii kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo naomba usimame na tuombe. Tunaomba uweza wa Bwana na ghadhabu yake ikafurike dhidi au juu ya wale wote majeshi yote ya pepo wabaya. Vita ya Biblia inatuambia kwamba ingawa tunaenenda kimwili, lakini vita yetu si ya kimwili, vita yetu ni ya kiroho. Na tunapambana na wakuu, tunapambana na wakuu wa giza, wenye mamlaka, falme na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu asimame kinyume na hayo makundi na kinyume na hao maagenti wote wa giza ambao wamejipanga kukufelisha, wamejipanga kukuangusha,
wamejipanga kuhakikisha kwamba unapata hasara, wamejipanga kuhakikisha kwamba wanasambaratisha biashara yako, wanasambaratisha ndoa yako, wanasambaratisha kazi yako, uchumi wako, masomo yako, taaluma yako. Wamejipanga kuona kwamba wanasambaratisha kanisa, wanasambaratisha huduma na utumishi ule ambao Bwana ameweka ndani yako. Ziko baraka na mema mengi ambayo tumeyaomba na Mungu yuko tayari kuyaachia, lakini wale wamwachao Bwana, wale wamwachao, yaani shetani na jeshi lake la pepo wabaya, Bwana akalisambaratishe, asiwaachie hata nukta moja kuanzia sasa kwa mwaka mzima. Haleluya. Naomba usimame uombe kwa kumaanisha kabisa uweza wa Bwana na ghadhabu yake. Tunaomba uweza wa Bwana na ghadhabu yake juu ya lile jeshi la pepo wabaya, lile jeshi la mizimu, lile jeshi la kuzimu ambalo limejipanga kinyume nasi mwaka huu. Haleluya. Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Piga makofi kwa Bwana kama uko tayari. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza, tunakuinua. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu. Tuko mahali hapa kando ya mto Ahava, kama vile ambavyo walikutana Ezra na kundi lake, nasi leo Bwana, kanisa lako na watumishi wako na watoto wako, tuko mahali hapa Bwana, tumekuja kujinyenyekesha, tumekuja kuomba kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya mali zetu, kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya Israeli. Tuko mahali hapa Bwana, tunaomba kwa ajili ya Israeli, tunaomba kwa ajili ya Tanzania, tunaomba kwa ajili ya kanisa lako, tunaomba kwa ajili ya familia zetu, tunaomba kwa ajili yetu sisi wenyewe, tunaomba kwa ajili ya huduma yetu, tunaomba kwa ajili ya utumishi wetu, tunaomba Bwana, tunaomba uweza wako na ghadhabu yako Bwana ikawe juu ya jeshi la pepo wabaya, ikawe juu ya wenye mamlaka, ikawe juu ya falme, ikawe juu ya wakuu wa giza kwenye ulimwengu wa roho, ikawe juu ya maagenti wa shetani ambao wameapa, ambao wametoa kafara, ambao wamejipanga kutuangusha, wamejipanga kuliangusha kanisa, wamejipanga kuangusha watumishi wako, wamejipanga kuangusha watenda kazi, wamejipanga kuangusha watu wako mahali hapa, wamejipanga kutenda mabaya juu ya nchi yetu, wamejipanga kutenda mabaya juu ya Tanzania, juu ya Israeli. Katika jina la Yesu Kristo tunasimama Bwana, tukiomba uweza wako, tukiomba ghadhabu yako, tukiomba uweza wako, tukiomba ghadhabu yako iwashukie, iwapige kwa uweza wako, iwapige kwa ghadhabu yako. Hasira yako iwake juu yao, hasira yako iwake juu ya shetani, hasira yako iwake juu ya jeshi la pepo wabaya, hasira yako iwake juu ya mizimu, hasira yako iwake juu ya mizimu, juu ya mizimu, juu ya mizimu, juu ya kuwa giza, juu ya kuwa giza, juu ya kuwa kichawi, juu ya kuwa kipepo, kwa jina la Yesu Kristo, juu ya kuwa giza, wanaopanga mabaya juu yetu, wanaopanga kutuangusha, wanaopanga kuliangusha kanisa, wanapanga kuangusha familia, wanapanga kuangusha ndoa, wanapanga kuangusha biashara, wanapanga kuangusha kazi, wanapanga kuangusha uchumi wetu, kuangusha fedha zetu, wanapanga kuangusha familia zetu, wanapanga kuangusha maisha yetu, kuangusha afya zetu, kuangusha nchi yetu, wanapanga kuangusha Israeli, wanapanga kutenda mabaya. Wako waliopanga mabaya, shetani na jeshi lake la kuzimu, shetani na jeshi lake la pepo wabaya. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunakiri uweza wako, tunakiri ghadhabu yako na uweza wako uwe juu yao sasa. Usiwaache kuanzia sasa mpaka Disemba. Ghadhabu yako Bwana iwafurikie. Furika kwa ghadhabu, furika kwa uweza wako, kwa porika papa, rika paunda, rika saka, rika papa papa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Bwana wafurikie ghadhabu yako. Tunachochea ghadhabu ya Bwana, tunachochea ghadhabu ya Bwana, tunachochea ghadhabu ya Bwana juu wale waliopanga mabaya juu yetu. Tunachochea ghadhabu ya Bwana, ghadhabu ya Bwana isiwaache, Bwana asiwaache, wanaozuia miujiza, wanaojipanga kusema kwamba kama tulivyoharibu mwaka jana tutaharibu na mwaka huu, kama tulivyozuia mwaka jana tutamzuia na mwaka huu, kama tulivyompiga kwa magonjwa tutampiga tena, kama tulivyompiga kwa mauti
mauti, tutaua tena nyumbani kwake, tutaua tena. Wale waliojipanga wanasema tuliharibu mwaka jana na mwaka huu tutaharibu tena. Bwana, hawa wanasema tulimuibia, tuliiba kwake, tuliiba kiroho, tuliiba kimwili, na mwaka huu tena Bwana wanasema wataiba. Baba, hao usiwaache popote waliko, walioko angani, walioko nchi kavu, walioko baharini, walioko kuzimu, popote walipo, wako mbingu ya kwanza, wako mbingu ya pili, popote walipo, hatujalishi mamlaka yao, hatujalishi vyeo vyao, katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa giza. Mungu wa Israeli, na ijulikane ya kwamba uweza wako na nguvu zako, uweza wako ujulikane ya kwamba uko pamoja nasi, ijulikane ya kwamba unatenda kazi mahali hapa, ijulikane ya kwamba tumekutana kwa jina lako, tumekutana kwa jina lako. Riaka papa, tunaomba uweza wako na ghadhabu yako isiwaache, isiliachilo jeshi la kuzimu, isiliachilo jeshi la kuzimu, walionyosha mikono yao, walioinua mikono yao, walioinua mapanga yao, walioinua silaha zao, walioandaa silaha za kutuangamiza, wameandaa silaha ya kuangamiza kanisa, kuangamiza washirika, kuangamiza watumishi wako, kuangamiza kazi zetu, biashara zetu, watoto wetu, masomo yetu, taaluma zetu, fedha zetu. Wamepanga kutuangamiza kiroho, kutuangamiza kimwili, wamepanga. Hao waliojipanga, tunaomba Bwana uweza wako na ghadhabu yako isiwaache, uwazoe kwa moto, ghadhabu yako wafurikie kwa ghadhabu yako, uachilie moto juu yao, achilia moto wa ghadhabu yako, 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 achilia moto wa ghadhabu yako. Rakarika papa, omba moto wa ghadhabu ya Bwana uwapige kwa moto. Wametega mitego ya kutuangusha, wametega mitego ya mauti, wametega mitego ya kifo kwenye nyumba zetu, kwenye kazi zetu, kwa watu wetu, kwa ndugu zetu, wametega mitego ya mauti kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya watu wako. Bwana, na ijulikane ya kwamba ndiwe Mungu uliye hai, Mungu wa Ezra, uliye mtakabali Ezra, utakabali nasi mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Omba. Uweza wake ni mkubwa, wanapigwa Bwana, wapige kwa uweza wako, piga kwa uweza wako, piga uchawi, piga uganga, piga ushirikina, piga mizimu, piga laana zao, piga njia zao, piga mitego yao, piga kazi zao na mipango yao inateketea kuanzia Januari hata Disemba. Moto umewaka juu yao. Uweza wa Bwana, ghadhabu ya Bwana, tuna activate ghadhabu ya Bwana, tunawasha ghadhabu yake, tunawasha hasira yake Bwana, kwa pigo lifurikalo, wapiga hao maajenti wa kuzimu, hao maajenti wa mauti, hao maajenti wa kuzimu, hao maajenti wa mauti, hao maajenti wa vifo, hao maajenti wa uharibifu, hao maajenti wa laana. Wameweka wale maajenti wa mateso, wanasema watu hawa tuliwatesa kwa ulevi, tuliwatesa kwa uzinzi, tuliwatesa kwa uchawi, tuliwatesa kwa uganga, tuliwatesa hao watu, tuliwatesa. Omba ghadhabu ya Bwana iwake juu yao, moto wake huko kuzimu, ghadhabu ya Bwana dhidi ya kuzimu, ghadhabu ya Bwana, wakapigwa kwenye malango yao, wakapigwe. Usioe, wamejipanga, usizae, wamejipanga, usibarikiwe, wamejipanga, usipande cheo, wamejipanga, usipate kazi nzuri, wamejipanga, usipate amani, wamejipanga kuhakikisha ya kwamba kuna msiba nyumbani kwako, wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaua, wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaiba, wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaharibu. Hao popote walipo, hatuna huruma juu yao. Jeshi la
la kuzimu hilo, jeshi la kuzimu hilo, moto unaliteketeza, moto unaliteketeza kwa ghadhabu, moto wa ghadhabu, achilia moto wa ghadhabu, moto wa ghadhabu ya Bwana, moto wa ghadhabu ya Bwana. Wameshika hatua zako, wameshika hatua zako, wameshika hatua za mume wako, wameshika hatua za mke wako, wameshika hatua za watoto wako, wameshika hatua za kaka yako, wameshika hatua za dada yako, wameshika hatua za mjomba wako, wameshika hatua za shangazi, wameshika mahali, wameshika. Tunasema leo, tunasema leo, tunasema leo, mbingu zinafunguka na ghadhabu ya Bwana, ghadhabu ya Bwana, moto wa ghadhabu yake, moto wa ghadhabu yake, fimbo ya ghadhabu yake, upanga wa ghadhabu, upanga wa ghadhabu, upanga wa ghadhabu ya Bwana unawaka juu yao. Jeshi la pepo wabaya, jeshi la mizimu, jeshi la kuzimu, jeshi la mizimu, jeshi la kuzimu, wakuu wa anga, wakuu wa anga, wale wakuu wa uovu, wale wakuu wa uovu, wale wakuu wa uovu, wale malikia wa pwani, malikia wa pwani, wafalme wa pwani, wafalme wa bahari, wafalme wa bahari, endelea kupiga, endelea kupiga. Iko ghadhabu ya Bwana, iko ghadhabu ya Bwana, tunaiwasha kwa mwaka mzima. Ni ghadhabu inawashwa kwa ajili ya mwaka mzima, kwa ajili ya mwaka mzima. Hawatapenya, hawatainuka, hawatasikika, hawatapumua, hawatapumua, hawatapumua huko kuzimu, hawatapumua huko kuzimu, hawatapumua huko baharini, katikati ya bahari, kwenye virindi vya 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 bahari. Tunatweka paka virindini, tunatweka paka virindini, tunatweka paka virindini. Rakapapa, wale waliopora baraka zako, wakapora baraka zako, wakapora mema yako, wakapeleka baharini. Wanasema na mwaka huu tutaendelea kupora. Wakakamata na nyota, wakakamata na kipawa, wakakamata na karama, wakakamata na vipaji, wakakamata talanta, wakakamata, wakasema ya kwamba havitafanya kazi ya Bwana. Hao popote walipo, popote walipo, waliokufisha, waliofisha, waliofisha, waliofisha ndoa yako, waliofisha ndoa yako, waliofisha huduma yako, waliokuzuia usitumike, waliozuia usitumike, hao waliokufunga, rakapapapa, tunawasha moto wa ghadhabu, moto wa ghadhabu ya Bwana, moto wa ghadhabu ya Bwana, moto wa ghadhabu ya Bwana, moto wa ghadhabu ya Bwana. Kwao hakuna pumziko, hakuna pumziko, hakuna pumziko kwao kwa mwaka huu, kwa mwaka huu, kwa mwaka huu. Ni moto mwaka mzima, ni moto mwaka mzima. Hawatapumua, hawatapumua. Hali ya kuteketea ndilo fungu lao. Watateketea, 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 watateketea. Walifunga miguu yako, walifunga miguu yako, walifunga miguu yako. Hapo rika papa, rika papa papa, utapiga hatua, utapiga hatua, utapiga hatua. Haka papa, yote yanawezekana kwake amini. Tunaamini ya kwamba, tunaamini ya kwamba hao uweza wa Bwana, ghadhabu ya Bwana haitawaacha salama, haitawaacha salama, haitawaacha salama, haitawaacha salama. Asubuhi na mchana, jioni na usiku, masaa yote wataungua, watateketea, wataharibikiwa, wataharibikiwa, wataharibikiwa katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Waliofukia visima, waliofukia njia zako, waliofukia njia zako, waliosimama kwenye njia wakasema ya kwamba hautapita, hautapita, wakasimama kwenye malango, wakasimama kwenye malango, wamesimama, wamesimama siku zote. Tunasema mwaka huu uweza wa Bwana na ghadhabu ya Bwana iwafurikie, iwaangukie waliosimama mbele yako, waliosimama mbele yako. Hiyo milima walioiweka, hayo mabonde walioyaweka, hayo mashimo waliochimba, rika papa papa, moto wa ghadhabu ya Bwana uwafurikie wote, uwateketeze wote, uwaangamize wote, uwaharibu wote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuna jambo la hatari limefanyika kwa shetani na majeshi yake mwaka huu. Nasema kuna jambo la hatari limefanyika. Moto wa ghadhabu ya Bwana umewashwa juu yao. Haleluya. Waliojipanga kinyume nawe, shetani na jeshi lake,
moto wa ghadhabu ya Bwana umewashwa juu yao, watateketea wakati Bwana akitengeneza njia iliyonyoka kwa ajili yako, akikupitisha na kukufikisha salama, bali kwao mwaka huu hakuna usalama. Haleluya, haleluya! Kama unaamini sema amen. Piga makofi na vigeregere kwa Yesu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku yetu ya kwanza. Tunakushukuru, imekuwa ni njema. Tunakushukuru kwa utukufu wako, tunakushukuru kwa heshima yako, tunakushukuru kwa kazi yako yote njema ulioifanya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kutukutakabali katika siku yetu hii ya kwanza. Wote tuseme amen.